YouTube channel. Leo tutasoma surgery. Kwenye surgery tutasoma fracture of the femur. Hii itakusaidia kujibu maswali mengi ya mfumo wa essay pamoja na short notes. Hii ni kwa ajili ya wanafunzi wote wa clinical medicine, medical officer, nursing and midwife. Karibu sana. Tuanze na swali ambalo linasema a 23 man was involved in a motor traffic accident 3 hours ago. He was brought to the hospital unable to walk. On examination, clinical stable and has swollen and tender right mid thigh. Based on the presentation on this patient, describe management and the possible complication. Kwa hiyo utapewa swali kama hilo kwenye mtihani wako. So kutokea hapo diagnosis ni nini? Tayari unaona kuna feature zote za fracture. Ikiwamo risk factor namba 1 ambayo ni motor traffic accident. Feature namba 2 ni swollen. Pamoja na feature namba 3 ambayo ni ya mwisho ni unable to walk. Sasa ni fracture nini? Is it fracture ya femur, is it fracture ya humerus, is it fracture ya clavicle? Ni fracture nini? Tunaona hapa amekuwekea muscles. Muscles ipi ambayo umepewa hapa? Ni thigh. Thigh ni muscle ambayo inapatikana nini? Au thigh ndani, baada ya thigh unapata mfupa gani? Ni mfupa ambao unaitwa femur. So itakuwa ni fracture of the femur. Kwa diagnosis kwenye swali lako utaandika ni closed fracture of the femur. Why closed? Kwa sababu hakuna wound. Sasa ndani ya session yetu tutasoma investigation, tutasoma differential, tutasoma na treatment pamoja na complication. Kabla ya kuanza na differential, tuanze tusome introduction. Introduction to fracture of the femur. Femur, it is breaking in the shaft, neck or distal part of the femur. Kwa hiyo hii fracture of the femur inaweza kutokea kwenye sehemu tatu. Inaweza kutokea katikati, inaweza kutokea kwenye neck pamoja na sehemu za mbali za femur. It is usually caused by high energy trauma. Kwa maana nyingi inasababishwa na energy trauma kama road traffic accident. Classification based on anatomic location. Kwa hiyo hii femur fracture tunaweza tukaiclassify according to imetokea sehemu gani. Namba 1 kuna proximal femur fracture. Kama imetokea karibu na nini? Karibu na hip joint. Kwa ukitokea mtu amepata fracture ya femur ambayo ipo karibu na hip joint, itakuwa inaitwa proximal femur fracture. Sasa hii inakonfirmiwa kutumia anterior posterior x-ray. Kwa kama una scenario yako hujapewa hiyo x-ray, basi usiandike proximal femur fracture, utaandika femur fracture. Namba 2 ni neck of the femur au femoral neck fracture. Hii inatokea kwenye neck, inaweza kuwa surgical neck au anatomic neck ya hiyo fracture yako. Ingine amesema ni inaweza kuwa intertrochlear fracture. Nayo imetokea kwenye greater na lesser, kwenye greater and lesser. Ingine inaitwa subtrochlear fracture, yenyewe imetokea below ya hiyo portion. Important, because blood supply of the femur head may be affected, risk of avascular necrosis. Kwa major complication ya femur fracture ni necrosis. What is necrosis? Ni cell death, na mara nyingi due to inasababishwa na loss of blood supply.
Classification namba 2, ikitokea kwenye shaft. Kwenye shaft ni katikati. Anasema this also occur in the mid part of the bone, common in young adult in high energy trauma. Kwa kama inatokea katikati, tutaita hiyo ni shaft au tutaita shaft fracture. Kama ikitokea mbali, tutaita ni distal femoral fracture. Mbali ni wapi? Ni mbali ya hip joint karibu na nail joint. Na huo ni muonekano au ni classification according to anatomic kwa kutumia picha. Kwa tunaona huku juu ni karibu na hip joint, itaitwa proximal femoral fracture. Ikitoka katikati itaitwa shaft fracture. Na ikitokea karibia na nail joint itaitwa distal femoral fracture. Classification based to skin involvement. Kwa hapa tunaenda classify ni ngozi, muonekano wa ngozi upoje. Closed fracture, yenyewe skin inakuwa intact, kwa hapo inakuwa hakuna wound. Open fracture, there is communication, bone communication with outside through the wound. Kwa kimsingi hapa kuna present of the wound. Ndio maana scenario yetu sasa ikaja kwa sababu ilikuwa haina kidonda, kwa hiyo tukaita inaitwa closed femur fracture. Ingekuwa na kidonda ndani yake tungeita open femur fracture. Na hii ni baadhi ya picha ya hizo fracture ambazo tumezisoma. Clinical feature kama tulivyoona kwenye scenario yetu, tuzione pia na hapa. Namba 1, kutakuwa na severe thigh pain. Kwa mtu atakuwa anapata maumivu kwenye muscles ambayo ni thigh. Namba 2, kutakuwa na swelling of the thighs, thigh ita swell. Namba 3, kutakuwa ni ability to bear weight, atakuwa anashindwa kusimama vizuri. Namba 3, kutakuwa na deformities, kutakuwa na tenderness of the fracture, kutakuwa na crepation ambayo tunasema hii ni bone figment, utakuwa na sauti au kibuso utahisi kama kuna vipeke unapofanya palpation. Alafu kama ana kidonda utakuta kama kuna open fracture basi utakuta kuna vidonda na zinginezo. Cardinal feature. Sasa ni vitu gani vitakupelekea Gauss iwe femoral fracture? Namba 1 ni severe pain, limb deformity, shortness of the limb, abnormal mobility, inability to walk. Alafu most important feature ni swelling of the thigh na severe thigh pain. Kwa kama tulivyoona kwenye scenario yetu kuna thigh pale. Kwa hiyo ukiona tunaeva the thigh kuna swali lolote alafu kuna feature za fracture juu, basi Gauss itakuwa ni fracture of the femur. Let us proceed now. Let us see differential diagnosis ya fracture of the fracture of the femur. Namba 1 ni dislocation. Tukasema usiandika dislocation maana utakosa marks. Kwa hiyo dislocation utaivunja vunja. Dislocation namba 1 ni hip dislocation. Why? Kwa sababu ya limb deformity pamoja na pain, lakini sio provision diagnosis. Kwa sababu gani? Joint haijawa displaced. Namba 2 ni pelvic fracture. Why? Kwa sababu ya pelvic pain na instability, lakini sio provision kwa sababu kuna involvement of thigh muscles. Namba 3 ni femoral neck fracture. Hii ni zote ni femur fracture, lakini tumesema uwezo ukaandika kwenye scenario
Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hujapewa x-ray. Ingine inaweza kuwa soft tissue injury. Why? Kwa sababu ya swelling pamoja na pain. Lakini sio provisional diagnosis. Kwa sababu gani? Pain and swelling of thigh muscles. Also, ya mwisho inaweza kuwa knee joint, knee dislocation. Why? Kwa sababu ya deformities. Now let us see investigation. Tutaanza na investigation za closed fracture. Namba moja, tutafanya x-ray ambayo inaitwa plain x-ray ambayo ni anterior posterior view pamoja na lateral view. Hii ndio itaenda kupa sasa type gani ya fracture na location yake. Ipo kwenye proximal, kwenye shaft au kwenye distal. Tutafanya pelvic x-ray kwa ajili ya kwenda kuangalia pelvic injury. Tutafanya full body picture endapo ukikuwa na opening fracture kwa ajili ya kwenda kucheck HB level pamoja na raising of neutrophil ambayo kuna zimelaze, basi kutakuwa na bacterial infection. Bado gupo na course match. Why? Kwa sababu ya prepare for blood transfusion na kwa sababu unaweza kumpeleka surgery. Also mtu akapata opening fracture akapoteza damu. Kwa hiyo tutafanya bado gupo and cross match. Ingineo tutafanya MRI ambayo ni investigation kwa ajili ya soft tissue injury. Baada hapo tuone sasa management. Tutaanza management ya closed fracture ya closed femoral fracture. Kimsingi management za closed fracture zote zinafanana. Kwa namba moja tutampa bed rest kwa muda fulani. Namba mbili assess neurological, kwa tutaangalia kama nerves zimekuwa touched. Namba tatu tutafanya reduction. Namba nne tutafanya mobilization ambayo tunaweza kumweka POP au tukafanya internal fixation au tukafanya external fixation au tukafanya titration. Kwa kimsingi tutafanya mobilization. Namba tano, kwa sababu ya maumivu tutamchoma antipain kunaweza kuwa diclofenac 75 mg au 150 mg at start. Kabla hujampa diclofenac hakikisha una assess history of peptic ulcer diseases. Why? Kwa sababu diclofenac inasababisha vidonda vya tumbo. Kuna rehabilitation. Kwa baada ya mobilization utaanza kutoa na refer kama mmemfanyia wenyewe, basi mtamfanyia rehabilitation ambapo kwa ajili wiki 4 mpaka wiki 6. For open fracture kuna baadhi ya vitu vinaongezeka. Kwa hiyo namba moja tutamandika bed rest kwa masaa 2 mpaka 3. Also tutafanya surgical debridement. Tutatoa kama kuna materials zimejidetach pale, kuna tissue tutazitoa. Hapo kimsingi tutafanya wound dressing. Baadaye tutampa prophylactics antibiotics ambayo inaweza kuwa Paracef 1 gram. Also plus metronidazole injection. Also kwa sababu ya kidonda prevent tetanus infection, so tutampa tetanus toxoid injection. Also tutampa antipain ambayo ni diclofenac 150 mg at start. Baada ya hapo tutaendelea na tablets kama Brufen na Gofen na zinginezo. Baada ya hapo tutafanya mobilization. Tutamobilize mguu wetu. Baada ya hapo unaweza ukatoa referral au unaweza kufanya kama mmemalizana hapo kwenye kliniki yenu, kuna setting yenu, basi mtafanya rehabilitation kwa wiki 4 mpaka 6. Sasa tuone description ya analgesics. Kwa kama unataka kutoa antipain, unaweza kutoa morphine
ambao ni 0.5 mg per kg. Kwa utachukua 0.5 utamultiply na uzito wake, utamchoma kila baada ya masaa 4. Kama ni diclofenac kila baada ya masaa 12 ambapo utachomwa IM, na paracetam pia, kwa utatumia moja wapo. Antibiotics tunasema utamchoma Paracef au metronidazole kama ilivyoandikwa hapo. Also tetanus toxoid kwa ajili ya kwenda kuprevent tetanus. Prescription kama ilivyoandikwa hapo. Tumalizie session yetu kwa kusoma complication. Complication namba 1, kwa sababu mtu ana bleed au kama ni opening fracture, basi mtu atakuwa na bleed. So complication namba 1 itakuwa ni hemorrhagic shock. Kwa kabla hujajibu scenario yoyote, ukiona kuna opening fracture, hakikisha una assess sign of shock. Ikwamo hypotension, ikwamo cold extremities, ikwamo increased pulse rate na delay capillary refill. Complication ya pili ni infection. Namba 3 ni non-union, kidonda hicho mfupa wako utashinda kujiunga. Malunion, utajiunga improper. Hapa inaweza kampelekea mpata compartment syndrome ambao ni increased pressure kwenye compartment muscles pamoja na deep vein thrombolysis, ikapelekea formation ya thrombus. Haya ni baadhi ya maswali. Haya ni mwendelezo wa baadhi ya maswali ya fracture of the femur. Na hizi ni reference ambazo zimetumika kuandaa notes zetu. Hapo tumefikia mwisho wa presentation yetu ambao ni mwanzo wa session zingine. Karibu sana kwenye channel yetu na Mungu akubariki.